wana Zifa Legends waanzilishi, lakini wanachuo kutoka Zifa, wazazi, wakazi wa Chwaka, wanangu wapenzi, wana ZSH, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi kwanza kabla ya yote naomba nichukue nafasi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutujalia kuweza kufika hapa siku ya leo. Kwa kweli hii tarehe 25 nilikuwa najua ni siku ya mapumziko, nilikuwa naisubiri kwa hamu sana. Yaani natizama ratiba, nilikuwa nina hamu kwamba at least nitapata siku ya kuweza kupumzika. Lakini ukipanga Mwenyezi Mungu na yeye anapanga. Nikapata barua inayosema kwamba naalikwa kuwa mgeni rasmi katika hafla hii, na nilivyosoma nikaambiwa ni hafla ya watoto mayatima. Nikasema sasa huu ni mtihani. Nikasema hapa ndio ile Mwenyezi Mungu aliposema kwamba nitakujaribuni, na nikasema haya ni majaribu. Kwa hiyo alhamdulillah, ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kuniwezesha kuvunja yote yalokuwepo na kuweza kuhudhuria hapa siku ya leo. Lakini kwa ukubwa wake naomba nichukue nafasi hii kuwashukuru wana Zifa Legends. Kuna wengi sana wangeweza kualika mgeni rasmi, lakini wakaona kwamba naweza kutoa mchango katika shughuli ya leo. Asanteni sana na nawashukuru sana. Lakini nichukue nafasi hii kuishukuru sana kwa ukubwa wake serikali yetu ya Mapinduzi ya Zanzibar. Inaonyesha wazi kwamba mafunzo wanayotupa yanatosha, manake kutuendeleza, kutujenga, na mpaka leo kaka zetu hawa, dada zetu hawa wakaweza kuja na wazo hili kubwa sana la kuweza kuona kwamba ni njia gani wanaweza kuchukua msaada katika jamii zetu. Hii haiwezi kuja kwamba mafunzo ambayo walikuwa wanapewa hayakutosha, ni kwamba yamejitosheleza, na leo hii tupo hapa tunashuhudia tukio kubwa na la muhimu kama hili hapa. Naomba nichukue nafasi hii kwanza kuwapongeza sana. Mmetufundisha mengi. Sisi pia tuna alumni yetu, lakini hatujawahi kuwaza tukaweza kufanya jambo kama hili. Kutokana na hili nimesoma na nitaweza kulifikisha kwa wenzangu, na nione kwamba sasa jinsi gani na sisi kama sisi tunaweza kutoka na kutoa michango yetu katika jamii. Niwashukuru na nikupongezeni sana. Tuna mengi sana kujifunza kutoka kwenu. Kwa hiyo tunaweza tukapiga hodi mara kwa mara, inshallah mtupokee, lakini inshallah hili litaweza kusonga mbele na tutaweza kulifanyia kazi. Na nafikiria kama siku zote ninavyosema, nchi inajengwa na wananchi, na tukishirikiana kwa pamoja inshallah Mwenyezi Mungu atatufikisha pale ambapo tunataka tuwe. Lakini niwachukue nafasi hii kuwashukuru wana kijiji wa Chwaka. Kwanza kabisa kwa kuweza kuwepo hapa leo, lakini nimepewa sifa nyingi sana hapa mpaka nimetamani na mimi ningesoma Zifa. Wananiambia kwamba hata walipokuwa nakaa hapa wanasubiri ile harufu itoke waende vijumbani. Sasa na mimi ninapopenda yani naona ningekuwepo hapa yani hadi ingekuwa raha. Lakini inshallah nitakuwa narudi mara kwa mara na nitasubiri ile mida ya chakula ile, kwa sababu ukarimu nilioambiwa, nilosimuliwa ni mkubwa sana mpaka nimepata hamu. Kwa hiyo mtakapokuwa mnaona sura yangu, jamani, naomba mwe mnanivuta ndani tuweze kufikia huko. Nianze kwa kusema kwamba dini inatufundisha mengi sana kuhusu kukaa na kuwashughulikia watoto yatima. Kuna hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inasema kwamba atakaye muangalia mtoto yatima, yeye na huyo mtu atakuwa kama hivi siku ya Kiyama. Kwa maana hivi manake ni kubwa sana, hivi ni kubwa sana. Kwa hiyo tuna wajibu wa kuwalea hawa watoto, tuna wajibu wa kuwaendeleza kielimu hawa watoto, tuna wajibu wa kuendeleza kimaisha hawa watoto, na huu ni mwanzo mzuri. Mimi naomba kusema yafuatayo. Kwanza nimeombwa niwe mlezi wa Zifa Legends. Naona hili ni jukumu Mwenyezi Mungu itakuwa kalipanga yeye, na kuchagua akawapa wao kuniomba
na sifikiri kwamba nitafanya haki kusema kwamba niweze kukataa jukumu hili, na mimi nasema kwamba inshallah nimelikubali. Na pia naomba niseme wafuatayo. Kuanzia leo hii nitaanza huku, alafu tutakuwa tunakwenda kidogo kidogo. Kwa upande wa elimu ya madrasa, hawa watoto wote nimeambiwa kwamba tayari wako nono, wanajulikana na listi ya majina ipo. Elimu yao ya dini ya chuo, kuanzia kanzu, kofia, mabaibui, mashungi, juzuu, mashafu, kuwalipa walimu, hilo jukumu kuanzia leo nalibeba mimi. Takbir! Na pia naomba nichukue nafasi hii pia kusema kwamba kila mwaka tutachukua watoto wawili mayatima ambao wamemaliza kidato cha 4 ambao wanaweza kuendelea na masomo ya juu waweze kuja kusoma Zanzibar School. Ninachotegemea ni kwamba inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutakuwa na mashirikiano ya hali ya juu sana katika kuhakikisha hawa watoto hawaoni kwamba kuna ile manake mtoto unacheza na mtoto halafu inakuja kwamba huyu ana kila kitu mimi sina, ikaja kwamba kwa sababu sina mama au kwa sababu sina baba. Binafsi nimekuwa nikiwa yatima, babangu kafariki wakati nina miaka 7. Kwa hiyo hii hali naielewa kwa ukubwa wake na vizuri yake sana. Kwa hiyo kuanzia leo inshallah na mara kwa mara tutakuwa tunakuja sisi kama Zanzibar School of Health kufanya upimaji wa afya wa hawa watoto na kuona labda kwamba kuna mambo gani ya muhimu ya afya yanahitajika na kuweza kuyashughulikia. Ninaloliomba kutoka kwenu, especially viongozi wangu wa Chwaka, lakini na wazazi na wanawakijiji wa Chwaka, kwamba ni mashirikiano, kwa sababu mimi pia ni binadamu, lakini ni binadamu pia ambaye nina mambo mengine mengi, lakini katika jambo moja kubwa ninalochukia ni kutoa ahadi halafu nisitimize. Kwa hiyo naomba manake tuwe na ule ukaribu wa kuweza kujua kitu gani kinaendelea. Leo hili nimevishwa koti, lakini of course nitataka na hiyo job description, kwa sababu jukumu la kuangalia watoto yatima si dogo, ni kubwa sana. Ni kubwa sana kiasi ambacho manake mpaka natetemeka katika nafsi yangu kuona kwamba Mwenyezi Mungu kanipa mtihani mkubwa sana, lakini atakuwa na sababu kwa nini ametupa huu mtihani. Lakini inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu niseme tu kwamba inshallah tutaweza. Pia nichukue nafasi hii kwa mara nyingine tena kuwapongeza sana wanazifa, kwa sababu leo hii walianza na usafi wa mazingira, lakini wameweza kufanya jambo kubwa na muhimu sana la uchangishaji wa damu. Jamani, tunakaribia kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunapokuwa katika somo tunakuwa hatuwezi kutoa damu. Kwa hiyo damu tunatakiwa manake kuichangisha kwa sasa hivi. Tukifika mwezi wa kwanza, ina maana kwamba tutahitaji damu nyingi ili tuweze kuistore, ambayo itatosheleza kwa muda wa mwezi mzima. Kwa hiyo leo walikuja hapa, tulobahatika kutoa damu, lakini huu mwezi unaoanza wa January tutakuwa na mabonanza. Benki ya Damu Salama mara nyingi tunakuwa tunashirikiana na Zanzibar School of Health, tutakuwa na mabonanza ya kuchangia damu. Damu ni sadaka, kwa sababu unapochangia damu unaokoa maisha ya mtu, na Mwenyezi Mungu kasema katika Qur'ani kwamba unapookoa maisha ya mtu mmoja ni sawasawa na umeokoa maisha ya umma mzima. Kwa hiyo nachukua nafasi hii kuwaomba sote tuliokuwa ndani, lakini wale watakaobahatika kuangalia kwamba tuweze kujitokeza kwa wingi kuweza kuchangisha damu. Lakini pia tumeona kwamba kulikuwa na usafi wa mazingira. Hili ni jambo ni zuri, ni kubwa, lakini tunatakiwa kuliendeleza, kwa maana kutakuwa hakuna
ile mafanikio tunayoyapata kwamba tusubiri mwaka mpaka mwaka ndio tuje tufanye usafi wa mazingira. Hili jukumu tulibebe wanachwaka. Leo watu wamekuja kujumuika huku na kuweza kufanya usafi wa mazingira. Kwa hiyo tuweze kuendeleza hizi at least kila baada ya miezi mitatu, hata sisi wenyewe wana kijiji tuweze kujikusanya kwa pamoja, tuweze kufanya usafi. Hii pia tutajenga utamaduni kwa watoto wetu, wakikuwa wakituangalia kwamba tunasafisha miji yetu, na wao wataweza kufuata nyayo zetu. Zanzibar bila ya uchafu inawezekana. Kwa hiyo tuanze na sisi wenyewe tuweze kuelimisha watoto wetu, na inshallah tutafika pale ambapo tunataka kwenda. Bahati nzuri nchi yetu inategemea, asilimia kubwa inategemea utalii, na utalii jamani unataka usafi, lazima tuwe wasafi. Kwa hiyo tuchukue hizi jitihada za kuweza kuendeleza hili jambo. Lakini pia kulikuwa na upimaji na ugawaji wa miwani. Hata tukiangalia humu ndani ni kwamba ni wingi wetu ni kwamba tunavaa miwani. Kwa hiyo na saa nyingine hatuvai, lakini kumbe tunahitajika kuvaa miwani. Kwa hiyo hichi kilichofanywa leo hapa, ukaenda ukapima, na ni muhimu kupima kwa sababu wengi wetu wa Zanzibar hatuna utamaduni wa kupima afya zetu mpaka pale linapotokea tatizo. Lakini kumbe ni muhimu at least miezi 6, kila baada ya miezi 6 tunakwenda kupima macho yale, halafu tunaona kwamba kuna tuko sawa, hatuko sawa, kuna tatizo lolote tuweze kuifanyia kazi. Kwa hiyo opportunity kama hizi zikija, tunaomba tuzitumie sana. Nimefika kule kwenye upimaji wa macho mpaka nilimuuliza mheshimiwa hapa, mbona wanawake watupu? Yaani nilifikiri kwamba tangazo limetolewa kwa wanawake tu. Nikaambiwa no, tangazo limetolewa kwa wote, lakini akanambia kina mama nyinyi mko vizuri katika kuchangamkia fursa. Kwa hiyo nikaona, kwa hiyo niseme tu wazee wangu, zinapokuja opportunity kama hizi, inawezekana macho zikawa za kupima pressure, sukari, mambo mengine, basi tuwe tunazitumia. Usiache opportunity ikakupita bure bure. Naomba niseme pia hapa, nilimwambia sheha wangu kwamba wana kijiji wa Chwaka, sijui kama kutakuwa anayenikumbuka, huku nyuma nilikuwa nakuja sana hapa. Na nilikuwa nakuja sana hapa kwa sababu kulikuwa na eneo pale tulitaka kujenga chuo. Tumetaka kujenga chuo, na shukuru serikali yetu ya Mapinduzi ya Zanzibar ilitupatia eneo hilo, lakini tukashindwa kupata mashirikiano na wanakijiji. Naomba leo nichukue nafasi hii, kwangu mimi niliona kama ni baraka kuitwa tena Chwaka. Nikasema dua za muda mrefu Mwenyezi Mungu amezisikia. Naomba nichukue tena nafasi hii kusema kwamba tunaomba mtufungulie milango, na mtakapo mtufungulia milango, mji utazidi kukua, watoto wetu watapata kusoma, wana kijiji watapata ajira, mji utapata kujulikana na kutajika. Na nimezungumza na mheshimiwa kiongozi hapa, na inshallah naona kama mwanzo ni mwema, na ndio maana nikasema kwamba hizi harufu za mchana na zinanihusu yani, kwa sababu kuanzia sasa hivi vile Mwenyezi Mungu kanirejesha huku, najua kwamba kuna sababu kwa nini kanirejesha huku. Kwa hiyo naomba mashirikiano katika hili. Naomba niendelee kwa wale wanazifa ambao wanaendelea kusoma, wao wanaendelea. Munarithishwa kitu kikubwa na kizuri sana. Kwa hiyo katika haya mnayorithishwa, muweze kuyapokea na muweze kuyafanyia kazi. Hili jambo lilofanyika hapa leo linastahili pongezi nyingi sana katika jamii. Kwa hiyo huu mpira, kila tunapokwenda mbele, majukumu yanazidi, lakini nyinyi ndio mnaingia, mnahitajika kwamba kuyapokea haya vizuri na kuhakikisha kwamba hichi kilichoanzishwa kinaweza kuendelea. Naomba niendelee kwa kuzungumza na wanangu wapenzi. Ndio
kuanzia leo naomba na mimi pia mnihesabu kwamba nitakuwa mama kwenu nyinyi. Kwa hiyo la muhimu kwenu nyinyi ni kutaka kwamba musome. Tumefahamiana Musome kwa sababu elimu ndio kila kitu. Musome elimu ya dini, lakini musome elimu ya shule, na wala musijisikie kwamba mko wapweke, hamko wapweke time yoyote. Manake hata tukijisikia tu kwamba leo tunakwenda zetu chwaka, tunaenda zetu kukaa na watoto tunakula, au tunacheza michezo fulani, basi inshallah kwa pamoja tutakuwa tunaweza kulifanya hili. Lakini la muhimu nitakuwa nafuatilia manake zile maendeleo ya chuo, lakini maendeleo ya shule kwa ukaribu sana. Tumefahamiana Na pia manake mwa watoto wazuri pia nyumbani kwa sababu wazazi wenu wana jukumu kubwa sana la kukuangalieni, lakini jukumu la kukuangalieni nyinyi si la wazazi peke yake. Hilo kidini ni jukumu la kila mtu. Kwa hiyo inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutashirikiana kwa pamoja kuhakikisha kwamba kila kitu chenu kinakwenda vizuri, na inshallah ndani humo tutakuja kupata marais wa baadaye na mawaziri na viongozi wengine wakubwa wa juu wa baadaye. Mimi naomba kumaliza kwa kuwapongeza sana wazazi kwa ulezi waliokuwa nao na kuwashukuru sana kwa kutufungulia milango yenu, lakini pia nimalizie kwa kusema kwamba Zifa Legends hili jambo naomba muliendeleze, lisimamiwe na tuhakikishe kwamba sisi tunakuwa mfano kwa wengine. Kwa hayo mengi ninayosema, nachukua nafasi hii humu ndani wote wana kijiji na wengine, karibuni sana Zanzibar School of Health. Tuna mengi pale tunasomesha, tumejikita katika kozi za afya, na inshallah tutakuja mara kwa mara kuweza kuja kufanya activity za kupima afya na mambo mengine. Asanteni na washukuru sana.